Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina yangu naitwa Evangelisti Joshua Mtee. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimekuja hapa YouTube. Nina mambo machache ya kuongea na watu, na mambo haya yanakutegemea wewe ndugu yangu ambaye unanisikiliza. Na pia kabla ya kuendelea, ninakuomba hebu nisaidie kusubscribe pamoja pia na kucomment, share kwa watu, kwa marafiki, ndugu zako. Mungu atakubariki. Basi kabla sijaendelea, ningeomba tuanze maombi. Hapo baada ya hapo tutaendelea na kile ambacho nataka kukisema. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai, naliinua jina lako na kulitukuza kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye unawajua watu wako, unawatambua kwa majina yao, kwa zao, unawatambua. Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye mamlaka, ufunike uwezo na nguvu zako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Ndugu zangu, kama nilivyojitambulisha majina yangu, naitwa Evangelisti Joshua Mtee. Leo nitakuletea neno kwa ufupi sana. Ufafanuzi juu ya imani. Ufafanuzi juu ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani, Biblia inasema aamini na kubatizwa ataokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa aamini na kubatizwa ataokoka. Haleluya. Kwa tunapoamini ndani ya mioyo yetu ndipo tunaokoka. Unaweza ukabatizwa, unaweza ukawa umebatizwa kwa maji mengi, lakini ndani yako haujaamini. Maana yake bado hujaokoka. Hivi tunaelewana? Kisoma kitabu cha Marko 16 mstari ule wa 15 na kuendelea. Biblia inasema akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mstari wa 17 unasema, na ishara hizi zitafuatana nao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, watakunywa vitu vya kuisha navyo vitawazuru. Kwa hiyo tunapata faida ya kuamini na faida ya kubatizwa. Kwa hiyo kabla ya kubatizwa, kwanza kitu ambacho Mungu ameagiza kwa wanadamu ni kuamini. Unaweza kukuta unapita changamoto, unapita kwenye magumu, unapita kwenye vita, ni kweli unaomba sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukiangalia Yesu, kuna siku ambao Petro alimuona Yesu akitembea juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro alipokuwa anatembea juu ya maji, na Yesu alipokuwa anatembea juu ya maji, Petro akatamani naye kutembea kama Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yule Petro akamwambia Yesu, niruhusu na mimi nitembee juu ya maji kama wewe. Yesu akamwambia njoo. Akamwambia njoo. Petro akaanza kutembea juu ya maji. Lakini Biblia inazungumza Petro alikuwa na mashaka. Alikuwa na wasiwasi kwamba je, hivi ni mimi natembea juu ya maji? Hivi ni mimi kweli? Akaanza kuzama. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata leo hii kuna watu ambao wanaomba, wanahitaji kujibiwa maombi yao, lakini wana sita na maombi yao. Ni kweli wanaona kabisa hili linawezekana na anaweza Mungu kutenda, lakini unajua Petro sio kwamba alikuwa hana imani na Yesu, lakini alikuwa na machale. Yaani
alikuwa na maswali. Unapoenda mbele za Mungu usijiulize maswali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila jambo unalotaka kumshirikisha Mungu, hakikisha unaamini kwanza na Mungu atakutendea. Hisi umenielewa? Kwa kila jambo kabla ya kulitenda, mkaribishe Mungu kwanza, naye Mungu atakutendea kama amekusudia kutenda. Unaweza ukajiuliza ni kitu gani hichi ambacho unaweza ukakifanya labda time Mungu akakujibu maombi yako. Lakini jambo ni moja tu. Biblia imesema kwamba aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utakapoamini na kubatizwa utaokoka. Lakini kuna watu hata sasa wamebatizwa lakini hawajaamini. Hatuwezi tukasema mtu huyo ameokoka. Hatuwezi tukasema mtu huyo amemjua Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kila kitu ambacho tunamshirikisha Mungu, inatupasa tujue kwamba hatuhitaji kuwa na mawazo, hatuhitaji kuwa na fikira ambazo zitatukatisha tamaa. No. Hapana. Inatakiwa unapoenda mbele za Mungu, cha kwanza amini. Kuwa na uhakika na kitu unachokifanya. Jiamini. Kuna watu ambao wameomba, wamefunga na kuomba, lakini maombi yao hayajibiwa. Wanakuwa na machale kama Petro. Yaani unafika sehemu kweli unaenda, unaona kabisa hili jambo linaenda kuisha, lakini nafika sehemu tena unateleza kwenye imani, unashuka bila. Tunaenda sawa? Tunaelewana? Kwa hiyo ndio hivyo. Tena kusoma, ngoja kidogo. Nataka tusome kitabu kimoja. Tutaenda kusoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, sura ile ya 3 mstari wa 16. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kumbe kila mwaminie asipotee. Tukimwamini Mungu hatuwezi ukapotea. Bwana Yesu. Unapomwamini Mungu hauwezi ukapotea, kwa sababu umekwisha kumwamini. Kwa hili neno la imani usilichukulie kama simple sana. Hapana. Imani, ndugu yangu, imani jambo ambalo lina vizuri sana. Unaweza ukashangaa ni kwa nini nakuambia habari za imani, lakini unapokuwa unamwamini Mungu kila kitu kinakaa sawa. Kwa hiyo akasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yaani kila mtu aaminie asifanyaje? Asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunazungumzia, ukisoma ule mstari wa 17 anasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hata hukumiwa. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo ukisha muamini Mungu hauhukumiwi, bali usiyeamini umekwisha kuhukumiwa.
Kwa hiyo imani inakupa kwanza, imani inakufanya wewe unakuwa mtu ambaye hauna hukumu, unakuwa mtu wa haki. Na ndio maana Biblia inazungumza, inasema wenye haki wangu wataishi kwa imani. Wenye haki wangu wataishi kwa imani. Kwa hiyo kwanza alikuwa anazungumza wewe kama una haki mbele za Mungu lazima utaishi kwa imani, kwa sababu Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inje nasi umenielewa. Kwa leo tutaishia hapa. Na siku nyingine karibu kwenye video nyingine ambayo itakuja. Pia usisahau kusubscribe pamoja na kushare na comment. Gusa alama ya kengele ambayo iko hapa chini hapa. Hii alama ya kengele iguse hii. Hii alama ya kengele hapa chini. Gusa hii sehemu imeandikwa subscribe, afu kisha bonyeza, kuna alama itajitokeza ya kengele. Kisha jitokeza wewe anza gusa hiyo kengele na Mungu atakubariki. Barikiwa ndugu yangu, barikiwa sana. Karibu kwenye video nyingine ambayo inakuja hapo.